Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Iran imepuuzilia mbali uwezekano wa kujiunga na Abraham Accord, yaani kurejesha uhusiano na Israel kama ilivyotakiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kukata huko kunakuja baada ya Trump kupendekeza Jamhuri ya Kiislamu kuwa itakuwa huru, lakini pia ni baada ya kuanzisha uhusiano na Israel. Moja kati ya matakwa ya rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba mataifa yote ya Ghuba yanapaswa kuwa na uhusiano na Israel, jambo ambalo Tehran imelikataa katakata. Iran imetupilia mbali wazo kwamba itaanzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israel, ikielezea wazo hilo kama mawazo ya kuitamani ni Iran. Hata hivyo, kauli hiyo imekuja takribani wiki mbili baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupendekeza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaweza kurekebisha uhusiano na Israel baada ya miongo kadhaa ya kutaka iondolewe vikwazo. Makubaliano ya Abraham ni ya kushangaza, Trump alisema katika mkutano na waandishi wa habari wa White House mwezi uliopita, na akiwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akimaanisha makubaliano kuhalalisha yaliyofanywa mnamo mwaka 2020 kati ya Israel na nchi nne za Kiarabu. Muda mfupi baadaye aliongeza kuwa labda hata Iran inaweza kuingia huko. Tunatumai tunaweza kupatana na Iran. Nadhani watakuwa wazi kwa hilo. Ninaamini sana, lakini wanaweza kuwa mwanachama, alisema rais wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliona kwamba njia pekee ya kuweza kuwa na uhusiano na Iran ni kupitia Urusi, ambapo alimweleza rais wa Urusi bwana Vladimir Putin kwamba anahitaji Israel iwe na uhusiano wa karibu na Tehran. Hata hivyo, bado Tehran haijatoa majibu juu ya kile kilichoelezwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kuhusu kile ambacho Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anataka. Trump alitoa maoni ya kutaka Iran iwe na uhusiano na Israel alipokuwa akitangaza makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Israel na Hamas huko katika ukanda wa Gaza vilivyoanza kutekelezwa siku ya Ijumaa. Iran imepongeza makubaliano hayo, lakini waziri wake wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi alisema siku ya Jumamosi kwamba Iran haitatambua Israel. Iran haitatambua kama utawala unaokalia kwa mabavu maeneo ya Wapalestina, ambayo pia umefanya mauaji halaiki na kuua watoto na wanawake, Araghchi aliambia televisheni ya taifa ya Iran. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, ni moja kati ya wanadiplomasia katika taifa hilo la Kiajemi, ambaye mara kadhaa amekuwa akifanya mazungumzo na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump katika suala la kadhia ya nyuklia ya Iran, ambapo hatimaye Iran imewekewa vikwazo vingine. Moja kati ya sababu ambayo Iran inasema haiwezi kuwa na uhusiano katika kipindi hiki dhidi ya utawala wa Israel ni kutokana na kwamba Israel ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa yakibadilika kutokana na sera zake. Israel imekuwa ni moja kati ya mataifa ambayo hubadilika wakati wote, na hivyo hii inasababisha kutokuwa na imani nayo. Iran imekanusha mara kwa mara kutaka kupata silaha za nyuklia, na hata hivyo ilirutubisha uranium hadi viwango ambavyo havina matumizi ya amani, ikizuia wakaguzi wa kimataifa kuangalia vifaa vyake vya nyuklia na kupanua uwezo wake wa makombora ya ballistic. Israel ilisema hivi karibuni kwamba Iran imechukua hatua kuelekea utumiaji wa silaha hizo za nyuklia na zile za makombora ya masafa marefu. Iran hata hivyo iliamua kulipiza kisasi mashambulizi ya Israel kwa kurusha zaidi ya makombora 500 ya ballistic na takribani drone 1100 huko Israel. Mashambulizi hayo yameua watu 31 na kujeruhi zaidi ya 3000 nchini Israel, kulingana na maafisa wa afya na hospitali huko nchini Israel. Marekani ilijiunga na mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mwishoni mwa vita. Shambulizi hili lilifuata duru kadhaa za mazungumzo ambayo hayakufanikiwa kati ya Iran na Marekani kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kuyafahamu mengi yanayojiri duniani.